Mark Zuckerberg, mmiliki wa Meta, Facebook, Instagram, ambaye ndo kijana pekee kwenye historia ya sasa ya dunia ambaye ameweza kutengeneza utajiri wa bilioni 100 dola za Kimarekani akiwa na umri wa miaka 37. Hakuna kwenye historia hii ya sasa. Labda historia ya kale, mtu mmoja tu ambaye tunamconsider ni Napoleon Bonaparte, ambaye yeye aliweza kuwa tajiri hivyo kwa sababu tu moja, alikuwa na jeshi, amekonka almost karibia dunia nzima, akaweza kutawala. Sasa ukiachana na mtu ambaye alikuwa na majeshi, mtu ambaye hana jeshi yupo tu ni entrepreneur, mfanyabiashara, hakuna mwingine. Maybe inaweza isitokee tena mtu mwenye miaka 37 kufikisha utajiri wa bilioni 100 dola za Kimarekani. Amesema kwamba ili kuweza kufanya vizuri kwenye ujasiriamali, kitu cha kwanza cha pekee ni kufanya vitu kwa haraka, kumove fast sokoni. Unaweza kuwa na product nzuri, lakini akatokea mtu ambaye ana move fast, anafanya maamuzi haraka, anajaribu best ways za marketing tofauti na kusolve mambo kwa haraka. Ndio njia pekee inaweza kumfanya mtu akawa very successful kwenye entrepreneurship yana. Tofauti na jinsi ambayo tumefundishwa shuleni. Shuleni tumefundishwa kwamba ukiwa darasani ukitaka kuwa rewarded na mwalimu, inabidi usubirie. Hata kama una uwezo wa kufanya jambo, inabidi wote msubirie. Kama ni test itafanyika Jumatano, msubiri mpaka Jumatano na wote mtafanya siku moja, saa moja na test aina moja. Ukishaweza kufanya test hiyo, ukafanya vizuri, hapo ndo unaweza kuwa rewarded na mwalimu wako. Iwe ni kindergarten, primary, secondary, chuo kikuu, vyote vimekaa hivyo hivyo. Lakini kwenye ulimwengu wa halisia sasa, huo ujasiriamali, hiko kitu hakipo. Huku ni anaye move fast, anapata matokeo fast. Achana na kuwa na akili za shuleni ambazo zimekaa kichwani kwako. Ukimove fast, ukafanya mambo fast, unapata matokeo fast. Ukisubiria watu wote tuwe kwenye mstari mmoja, utakuwa wa mwisho kila siku.